Kuelemewa na mizigo ya maisha na changamoto zikikujaa zinatengeneza ukavu. Kuelemewa na mizigo ya maisha na changamoto zikikujaa zinatengeneza ukavu. Changamoto za maisha na mizigo ya maisha huwa vina tabia ya kutengeneza ukavu wa kiroho kwenye moyo wa mtu. Na ndio maana mtu ukisha kuwa una changamoto nyingi na mambo mengi ya maisha, ukiwa unayatunza yanatengeneza mawazo kwenye akili. Kwa unajikuta muda mwingi unakuwa ni mtu mwenye usongo wa mawazo, unakosa amani. Polepole msongo wa mawazo unapokuingia, manunguniko yanakuwa yanatafuna moyo wako polepole. Na kadiri unavyoendelea kunungunika na kubeba vitu moyoni, upako unapotea polepole. Maana palipo na mawazo na msongo na manunguniko, Mungu huwa hakai. Roho Mtakatifu huwa hakai. Na ndio maana Mungu aliongea mapema kwenye ile Mathayo 11:28. Injili ya Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Alisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Alishasema zamani, ukiwa na mzigo kama muombaji, usikae nao, usibaki nao, peleka kwa Bwana ili upumzishwe. Lengo ni nini? Usipate nafasi ya kupoteza upako, ukavu usikukaribie.